Karibu katika matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Habari za dunia. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na: nani amemwomba Trump asitishe mapigano? Trump asema Iran imeomba kusitishwa mapigano. Bunge la Tanzania laitisha kikao cha dharura kujadili ongezeko la bei ya mafuta. Wabeshi ya wakamata watu 658 kwa kuhusika na biashara haramu ya mafuta. Na tumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Awamu hii ya kwanza, ya pili tutakuwa na shirikiana DW kwenye matangazo haya ya habari za dunia. Jina langu ni Kantona Joseph. Watu 658 wamekamatwa nchini Wabeshi, wakiwemo maafisa wa serikali walioshukiwa kujihusisha na biashara haramu ya mafuta ya kuhodhi bidhaa hiyo muhimu wakati nchi inakabiliwa na uhaba kutokana na vita vya Iran. Gazeti la kibinafsi la Addis Ababa ama la Addis Standard limeripoti. Waziri wa biashara Kasahun Gofe amesema kuwa kukamatwa kwa watu hao ni sehemu ya hatua ya kiutendaji zilizoimarishwa chini ya kikosi kazi kipya kilichopewa jukumu la kufuatilia usambazaji wa mafuta kote nchini humo. Kasaun alionya kuwa usambazaji wowote wa mafuta nje ya mfumo uliowekwa utachukuliwa kuwa kinyume cha sheria, na yeyote atakayepatikana na hatia atakabiliwa na adhabu kali, huku mamlaka ikiendelea na juhudi za kudhibiti biashara haramu ili kuleta utulivu wa soko. Wakati huo waziri huyo amesema kuwa usambazaji wa mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati wameshindwa kuwasilisha tani 180,000 za mafuta nchini Ethiopia wakati wa vita. Kulingana na ripoti hiyo, mamlaka ilikuwa imenasa zaidi ya lita 720,000 za mafuta na kuirejesha katika udhibiti wa serikali wakati vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, huku usambazaji wa dizeli ya kila siku ya Ethiopia ikipunguzwa kutoka lita milioni 9.2 hadi milioni 4.5. Iran imekanusha madai ya Trump kwamba inahusika katika mazungumzo ya kukomesha vita, ikisema ni baadhi tu ya jumbe zinazobadilishwa na Marekani kupitia wapatanishi. Tangu Marekani na Israeli ilipoanza mashambulio ya anga dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari, viongozi kadhaa wakuu wa Iran wameuawa, akiwemo kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Aliridhiwa na mwanawe Mojtaba Khamenei mnamo Machi 8. Ametoa taarifa kadhaa zilizoandikwa tangu wakati huo, lakini hajawahi kuonekana hadharani. Trump mwenyewe amesema hajui kama yuko hai. Iran haina rais mpya Masoud Pezeshkian aliyechaguliwa mwaka 2024 amejitokeza hadharani hapo jana. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran, alisema jana kwamba Iran ilikuwa na nia muhimu ya kukomesha vita. Rais wa Marekani Donald Trump anasema rais mpya wa utawala wa Iran ameomba Marekani kusitisha mapigano. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa Truth Social, amtaji afisa huyo mkuu kwa jina, lakini anaeleza kwamba mtu huyo hana msimamo mkali sana na mwenye akili zaidi kuliko watangulizi wake. Trump ameandika katika mtandao wake wa Truth Social kwamba rais wa Iran
Masoud Pezeshkian anataka makubaliano ya usitishwaji vita. Trump ameyasema hayo wakati akitarajiwa kulihutubia taifa lake kuhusu mwelekeo wa vita hivyo. Iran hadi sasa bado haijasema lolote juu ya hilo, lakini awali waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema nchi yake imepokea ujumbe kutoka kwa mjumbe wa Marekani Steve Witkoff akisisitiza kwamba hakuna majadiliano ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Iran na Marekani, akisema Iran haina imani kwamba mazungumzo na Washington yanaweza kufanikiwa. Kwa kawaida mataifa hubadilishana ujumbe, aidha moja kwa moja au kwa njia zisizo za moja kwa moja. Hilo haliwezi kuitwa majadiliano, lakini kile kinachotokea ni kwamba tumepokea ujumbe kutoka Marekani, baadhi moja kwa moja, nyingine kupitia marafiki zetu wa kikanda, na inapobidi tunajibu. Lakini hatuna majadiliano yoyote yaliyofanyika, na taarifa kuhusu hilo ni za uongo. Haya yanatokea wakati manowari ya kijeshi ya USS George H.W. Bush inatarajiwa kuelekea Mashariki ya Kati, huku maelfu kwa maelfu ya wanajeshi wakipelekwa huko pia. Paris. Mvutano kati ya Marekani na washirika wake wa jumuiya ya kujihami NATO umeongezeka baada ya Rais Donald Trump kusema anafikiria kuiondoa nchi yake kwenye muungano huo wa kijeshi. Trump amesema baadhi ya wanachama wa jumuiya hiyo wamekataa kutuma meli zao za kivita kuisaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz. NATO inayojumuisha nchi za Ulaya, Marekani na Canada iliundwa mwaka 1949 kwa lengo la kukabiliana na tishio la mashambulizi ya Umoja wa Kisovieti, na kwa miongo kadhaa imekuwa nguzo muhimu ya usalama wa nchi za Magharibi. Kauli ya Trump imejiri saa chache baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kushindwa kuhakikishia nia ya Marekani katika ulinzi wa pamoja wa NATO, hakikisho ambalo ni muhimu kwa muungano huo. Tel Aviv. Jeshi la Israel limesema limemuua kamanda mwandamizi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah katika shambulizi la Beirut. Msemaji wa jeshi Avichi Adre amesema Haji Yosef Ismail Hashem aliuawa kupitia mashambulizi ya Israel ya usiku kucha mjini Beirut. Amesema Ismail Hashem alikuwa kamanda wa kundi hilo katika mapambano yao kusini mwa Lebanon. Baadaye Hezbollah ilithibitisha kuuawa kwake. Huku haya yakiarifiwa, wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israel nchini humo hadi sasa yamesababisha mauaji ya watu 1318 tangu vita vilivyoibuka huko kati ya Israel na Hezbollah mnamo Machi 2. Waliouawa ni pamoja na wanawake 91, watoto 125, wahudumu wa afya 53 na watu wengine 3935 wamejeruhiwa vibaya. Brussels. Halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya imeandaa msingi wa sheria wa kujaribu kutoa awamu ya kwanza ya mkopo wa euro bilioni 90 kwa Ukraine inayokabiliana na mashambulizi kutoka Urusi. Fedha hizo bado zimekwama kufuatia upinzani wa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, ambaye ni rafiki wa karibu wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais wa halmashauri hiyo Ursula von der Leyen amesema mkopo huo utafanikiwa kutolewa licha ya pingamizi hilo, akisema hatua hiyo inatoa ujumbe wa wazi kabisa kwamba Ulaya iko tayari kusonga mbele. Halmashauri hiyo imeandaa mswada wa kupitisha fedha hizo ambao unahitaji idhini ya pamoja ya nchi zote 27 za EU ili mkopo huo uanze kutolewa. Chini ya mpango huo, dola bilioni 45 zinazotarajiwa kutolewa mwaka 2026 zinatarajiwa kutolewa mwaka 2026 na dola bilioni 16.7 kati ya hizo zinalenga kusaidia katika masuala ya bajeti ya Ukraine na dola bilioni 28.3 zikilenga kuimarisha sekta yake ya ulinzi pamoja na uwezo wake ikijumuisha utengenezaji wa droni. Kinshasa. Bao lililofungwa katika dakika ya 100 ya mechi na beki wa klabu ya mechi ya nchini England Burnley Axel Tuanzebe limeipelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuzu kwenye mashindano ya Kombe la Dunia yatakayofanyika huko Marekani, Canada na Mexico kuanzia mwezi Juni. Kongo wamepata fursa hiyo ya kuwa mwakilishi wa 10 wa Afrika kwenye mashindano hayo baada ya kuilaza Jamaica bao 1-0 katika mechi ya fainali
fainali ya mchujo. Hii ndio mara ya kwanza Kongo kufuzu kwenye mashindano hayo katika kipindi cha miaka 53. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante Amina Abubakari kwa habari za ulimwengu. Nasi tugeukie ripoti zetu za kuandalia jioni hii. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati kuendelea kufuatilia hali katika vita huko katika ukanda huo. Tutakujulisha kinachoendelea nchini Burundi mara baada ya matukio ya milipuko ya silaha nzito katika mji mkuu wa nchi hiyo. Na huko Tanzania, serikali imesema uchumi wa nchi hiyo umeendelea kukua kwa kasi. Na kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Naam, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook hadi YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko. Nitasoma mdosuko mrefu. Mimi ni Suleiman Mwiru na karibu kwenye safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii. Tutaanzia tena huko Mashariki ya Kati ambapo Israel imetangaza kumuua kamanda mwandamizi wa Hezbollah katika shambulizi la mjini Beirut, huku wizara ya afya ya Lebanon ikisema watu 7 wameuawa mnao wakati Israel ikiendelea kuwalenga viongozi wa kundi hilo la wanamgambo. Wakati huo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei amesema nchi hiyo itaendelea kuunga mkono vikosi vinavyoiunga mkono Israel. Mengi zaidi na Silvia Mwehosi. Kwa mujibu wa chanzo kimoja cha kiusalama nchini Lebanoni pamoja na kingine cha Hezbollah vilivyozungumza na shirika la habari la AFP, kamanda huyo Yusuf Hashim aliyekuwa akihusika na masuala ya kijeshi ya kundi hilo nchini Iraq aliuawa ndani ya hema wakati akifanya mkutano. Jeshi la Israel limesema Hashim alikuwa kamanda wa Hezbollah katika mapambano ya kundi hilo kusini mwa Lebanon. Chanzo kingine kilicho karibu na Hezbollah kilisema Hashim ni afisa wa ngazi ya juu kulengwa tangu kuanza kwa vita. Mwanachama mwingine wa kundi hilo Muhammad Bakir al-Nablus pia ameuawa katika shambulizi lililofanyika eneo la Jnaa mjini Beirut. Israel pia imesema kuwa inataka kudhibiti tena eneo la kusini karibu na mpaka mwa Lebanon ili kuunda kile ambacho maafisa wamekitaja kama eneo la kiusalama ili kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah. Israel tayari ilikuwa inakalia eneo la kusini mwa Lebanon kwa karibu karne 2 hadi mwaka 2000. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema Jumanne kwamba nyumba zote katika vijiji vilivyo kando na mpaka zitabomolewa. Lakini waziri wa ulinzi wa Lebanon Michel Menassa amelaani mipango hiyo, wakati waziri mkuu wa Canada Mark Carney akisema ni uvamizi usio halali. Wakati huo mvutano kati ya Marekani na washirika wake wa NATO umeongezeka baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa alikuwa akifikiria kuiondoa Marekani kutoka muungano huo wa kijeshi kutokana na wanachama wake wa Ulaya kukataa kutuma meli za kivita kwenda kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Naye kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei ameapa hii leo kuwa nchi yake itaendelea kuunga mkono vikosi vinavyoipinga Israel katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Kauli hiyo kutoka kwa Khamenei, kama ilivyo kwa nyingine alizozitoa tangu achaguliwe kuwa kiongozi mkuu, imesomwa tu kupitia vyombo vya habari. Kiongozi huyo hajaonekana hadharani tangu vita vilipoanza Februari 28, huku maafisa wa Marekani na Israel wakiamini kwamba alijeruhiwa na anaendelea kujificha. Lakini hapo jana kituo cha habari cha RTVI kilimnukuu balozi wa Urusi aliyesema kuwa Khamenei yuko nchini Irani lakini anajizuia kujitokeza hadharani kutokana na sababu zinazoeleweka. Nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC limesisitiza leo kwamba mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa kwa maadui wa nchi hiyo, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba atazingatia kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano endapo ungefunguliwa tena. Ni Silvia Mwehozi huyo na yanayojiri huko Mashariki ya Kati. Na sasa tulekee huko Afrika ya Mashariki. Matukio ya milipuko ya silaha nzito yaliyotikisa mji mkuu wa Burundi bado hajatangazwa rasmi na jeshi nchini humo. Msemaji wa jeshi Kanali Gaspard Baratuza amesema matokeo ya uchunguzi ya matukio hayo yatasalia ndani na kuwa siri ya jeshi la nchi hiyo. Hata hivyo, taarifa zinasema wapo watu waliokufa na wengine kujeruhiwa. Kutoka Burundi, mwandishi wetu Amida Isa na taarifa kamili. Huzuni imetanda katika baadhi ya wakazi wa mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura. Taarifa zinasema silaha hizo zilionekana mabaki yake kama mtwangio wa kinu zilianguka katika mitaa tofauti ya jiji, ikiwa ile iliyo karibu na kambi ya Musaga, eneo la tukio.
Aidha, mitaa ya mbali kama umbali wa kilomita 10 na eneo hilo, mtaani Gihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura, nyumbani kwa Sheikh Kide, silaha hiyo ilianguka uwani na kumkata mguu binti yake, huku mkewe Sheikh na mfanyakazi wake wakijeruhiwa vibaya. Si mbali na hapo, kombora lilianguka nyumbani kwa baba mwingine na kumpiga kichwani na kufariki papo hapo. Gavana mkoa wa Bujumbura Aloyizi Ndaikengurukiye anasema milipuko hiyo kiini chake ni moto ulioripuka ndani ya ghala ya silaha katika kambi ya Musaga, na kuwataka raia kusalia tulivu na kurudi katika majukumu yao ya kila siku. Baada ya kuwasiliana na maafisa wa jeshi, tulitaka kuwatuliza nyoyo raia, kwani kumekuwa na taarifa kuwa ni shambulio lililotokea. Tunawahakikishia kuwa ni moto ulioripuka kutoka ghala ya silaha katika kambi ya Musaga. Wapo waliokufa na wengine kujeruhiwa. Kwa sasa tunakusanya matokeo kutoka tarafa mbalimbali. Gavana huyo wa Bujumbura amebaini pia kuwepo na pale makombora hayo yalipoangukia na kusalia bila kuripuka. Hivyo amewataka raia kutoa taarifa kwa watawala, wanajeshi ama kwa walinda usalama ili kuepusha kusababisha maafa mengine. Jeshi limejizuia kutoa taarifa na kwamba matokeo ya hasara yatasalia siri jeshini. Taarifa zinasema shirika la Msalaba Mwekunda limejielekeza wakati huu katika jela kula Mbimba, si mbali na eneo la tukio, ambako pia makombora hayo yaripotiwa kuanguka na kusababisha pia hasara. Hamida Isa, DW, Bujumbura. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Mimi ni Suleiman Mwiru na karibu kwenye safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, na tunasalia katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania imesema kuwa uchumi wa nchi hiyo umeendelea kukua kwa kasi, ambapo katika kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025 pato halisi la taifa limekuwa kwa 6.011 ikilinganishwa na 5.5 kipindi kama hicho mwaka 2024. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deukaji Makomba ametuandalia ripoti ifuatayo. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba wakati akihutubia bunge kuhusu mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya bunge kwa mwaka 2026-2027. Kwa hali ya uchumi hapa nchini, uchumi umeendelea kukua kwa kasi, ambapo katika kipindi cha robo ya tatu ya mwaka 2025 pato halisi la taifa limekuwa kwa 6.0 ikilinganishwa na 5.5. Mheshimiwa Spika, ikumbukwe kuwa tulipopata uviko 19 pato la taifa lilishuka chini ya 4.7. Miaka michache baadaye tumesharudi kwenye 6 na tunaendelea kupanda ukiwa na matarajio makubwa zaidi. Aidha, Waziri Mkuu Mwigulu amesema kuwa ukuaji huo wa uchumi umechangiwa na uwekezaji mkubwa katika miradi ya kimkakati ya miundombinu ikiwemo nishati, mawasiliano, usafiri na usafirishaji wa huduma za kijamii na kuimarika kwa shughuli za uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Amesema katika ngazi ya kikanda, uchumi wa nchi za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara umeendelea kuimarika na kufikia wastani wa 4.4 mwaka 2025 ikilinganishwa na 4.1 mwaka 2024. Ama kuhusiana na mfumuko wa bei kwa Januari mwaka 2026 ulikuwa 3.3 ikilinganishwa na 3.1 katika kipindi kama hicho mnamo mwaka wa 2025. Kiwango hicho kipo ndani ya lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki la kutokuzidi 8.0 na lengo la Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika la 3.0 hadi 7.0. Aidha, serikali itaendelea kufuatilia hali ya kisiasa na uchumi duniani na kuchukua hatua stahiki ili kuwa na utulivu wa mwenendo wa bei za bidhaa. Hata hivyo, kuelezwa kukua kwa kasi kwa uchumi wa Tanzania kunaangaliwa kwa jicho tofauti na wachambuzi mbalimbali wa masuala ya uchumi nchini Tanzania. Daktari Ponshiani Ntu
Mutui ni mchumi ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza. Anasema kama unavyosema, pengine hizi takwimu zinaonyesha uchumi unakuwa, lakini huu uchumi unakuwa kwenye kikundi kidogo sana cha watu, kwenye sekta chache sana katika nchi, na sekta hizi chache hazifungamani moja kwa moja na wananchi wa Tanzania. Ndio maana utaona hata kwenye ripoti zao, utasikia umasikini unaongezeka. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma. Na mtondoke Dodoma na tugeukie ripoti nyingine. Ukatili wa kijinsia umekuwa silaha ya vita dhidi ya wanawake nchini Sudan, wakati vita na mapambano yanaendelea kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa kikosi cha RSF. Haya yamebainika kwenye ripoti ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF. Sudan ilitumbukia kwenye vita Aprili mwaka 2023 kufuatia mvutano kati ya serikali na wapiganaji uliogeuza mji wa Khartoum kwa uwanja wa mapambano. Kutokana na hali hiyo, mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC inachunguza mauaji ya halaiki, magenge ya ubakaji na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Thelma Mwadzaya na maelezo kamili kuhusiana na ripoti hii. Ripoti hiyo ya madaktari wasiokuwa na mipaka Médecins Sans Frontières ilielezea kwa kina jinsi wanawake walivyobakwa na magenge katika maeneo ya Darfur kaskazini na kusini. Kwa mujibu wa MSF, kiasi ya wahanga 3396 wa ukatili wa kijinsia walipokea matibabu kwenye vituo vyao kati ya Januari mwaka 2024 na Novemba 2025. Wahanga hao walisimulia kuwa walivamiwa na wanaume waliojihami, na zaidi ya nusu ya visa hivyo vilitokea kusini mwa Darfur na kuwatuhumu wahalifu waliowanajisi mara kadhaa. Kwenye ripoti hiyo, mwanamke mmoja alisimulia jinsi alivyopelekwa kwenye uwanja uliokuwa wazi, kisha mwanamume wa kwanza alimbaka mara 2, wa pili mara 1 na watatu alimfanyia vibaya mara 4. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo jijini Nairobi, mratibu wa masuala ya dharura wa MSF Miriam Larusi aliyekuwa Kotawila kaskazini mwa Darfur akishirikiana na wahudumu wao aliwaelezea waandishi wa habari kwamba takwimu hizo ni kilele tu na hazitoi taswira halisi ya ukatili wa kijinsia uliowasibu wanawake hao, hasa kwenye maeneo ambayo wanatatizika kuyafikia. Tunawarai wanaopigana kutoka pande zote kusitisha vita. Komeni kutumia miili ya wanawake kama silaha ya vita hivi. Lazima wapiganaji wawajibike kila kinapotokea kisa cha ukatili na dhuluma za kijinsia. Hili linawezekana na ni suala la kuwa na nia. Mkunga wa MSF Gloria Endreo alielezea kuwa waliwahudumia wanawake kati ya 10 hadi 15 kwa siku, wengi wao wakiwasili kwenye kituo cha afya baada ya saa 72 za kwanza baada ya kunajisiwa, ambacho ni kipindi muhimu mintarafu kutibu majeraha na kiwewe, kuepusha maambukizi na kuzuia mimba zisizotakikana. Wahanga wengi wanalazimika kutembea mwendo mrefu kwa siku kadhaa au kutumia ngamia kufikia eneo la Tawila kupata huduma. Médecins Sans Frontières inahimiza Umoja wa Mataifa kuwa na uwakilishi mkubwa zaidi Sudan ili kuwashika mkono wahanga na pia kutimiza mahitaji ya jamii hizo zinazopambana na hali ngumu. Umoja wa Mataifa kwa upande wake unakadiria kuwa vita hivyo vimewaua zaidi ya watu 40,000, ila mashirika ya misaada yanaamini kuwa idadi kamili huenda ikawa kubwa zaidi. Kulingana na afisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya haki, zaidi ya raia 500 wa kawaida wameuawa kwenye mashambulizi ya angani hadi kufikia katikati ya mwezi wa Machi mwaka huu. Na ripoti hiyo inaangazia madhila wanakumbana nayo wanawake huko katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Na sasa tuhitimisha na ripoti ya michezo. Bado nderemo na mifiji vinaendelea katika mitaa ya nchini Kongo baada ya timu yao ya taifa ya Kongo the Leopards kufanikiwa kufuzu michuano ya kombe la dunia inayofanyika nchini Marekani, Canada na Mexico, na muda mfupi michuano hiyo itaanza. Mwenzangu Somo Njama amezungumza na Hassan Ali, mchambuzi wa michezo, na kwanza amemuuliza kufuzu kwa the Leopards katika kipindi cha miaka zaidi ya 50 iliyopita kuna maanisha nini katika hadhi ya soka la Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kati? Sio tu Afrika ya Kati, kimataifa, na nafikiri Afrika kwa ujumla. Kongo ilipopata ushindi dhidi ya Nigeria ulikuwa ushindi wa tabu sana, na ukazungumzwa, zikawepo kesi. Tangu siku hiyo mimi nilijua wa Kongo watafuzu kwa finali hizi, na baadhi ya wachezaji na wadau kutoka Kongo ambao nimewasikiza wakizungumza wanasema kwamba ile hasira miaka 50 iliyoitaja vile vichapo walivyovipata kwenye mashindano hayo, wanataka kuonesha kwamba wamepiga hatua, na wanasema wenyewe kwamba wakati huo haukuwa na mchezaji yeyote ambaye alikuwa anacheza labda EPL, Bundesliga ama Serie A. Kwa hiyo wanataka
inataka kuonesha kwamba soka sio tu la Kongo, lakini bara la Afrika kwa ujumla limekuwa kwa kasi kubwa sana. Na Hasani, Afrika inakwenda kuwakilishwa na jumla ya timu 10 katika mashindano haya: Tunisia, Algeria, Misri, Morocco, Senegal, Ivory Coast, Ghana, Cape Verde, Afrika Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mtazamo wako na makundi yalivyopangwa, hatima zao zipoje, tukianzia na Kongo ambao wapo kundi moja na Ureno? Wapo kundi moja na Ureno, na ukiangalia mechi yao inazungumzwa sawa tu na nafikiri Brazil dhidi ya Morocco. Na naweza nikasema kwamba uzuri wa mashindano kama haya kombe la dunia, ukiangalia jinsi ambavyo yalipanuliwa mataifa ambayo yatashiriki, tumeingia kichupuchupu hii nafasi ya 10, lakini ala kuli hali tunawakilishi nchi nzuri sana. Morocco wamekwenda mpaka nusu finali. Tuna timu kama Senegal, marao ya kwanza kucheza kombe la dunia, unakumbuka mambo alofanya Ufaransa mwaka 98. Kongo pia hao tunawazungumzia, labda Cape Verde ndio tunaweza tukasema ni malimbukeni, na unaambiwa siku zote limbukeni hana siri. Wakati tunaangazia Morocco, Misri, Tunisia, hawa wazee wa kazi, lakini huyu Cape Verde asiwa akazungumzwa sana na akashangaza wengi kwenye mashindano haya. Na katika baadhi ya wawakilishi hapa, Ghana ni mmoja wa wawakilishi wa Afrika, lakini wamemfuta kocha Otto Addo wiki 10 tu kabla ya mashindano haya. Unadhani kwamba hii inaweza kuathiri maandalizi ya kikosi cha Ghana? Nchi za bara la Afrika huwa zinashangaza sana. Na utasikia mambo kama haya kwamba kocha mzawa anaisaidia timu kufuzu, alafu baada ya kufuzu anatafuta kocha mzungu, na haswa uongozi wa shirikisho la soka nchini Ghana. Kwa hiyo na nitakwambia dadangu kwamba ni mwanzo tu, ngoma yenyewe bado utasikia mengi sana kuhusiana na haya maandalizi, baadhi ya wachezaji wakiitwa wakijitoa, lakini tuambizane ukweli, haya si maandalizi mazuri katu. Na sio Afrika tu ambayo pengine inakabiliana na kashikashi. Katika mechi nyingine, Iraq ilishinda changamoto kubwa za kiufundi na kuwa timu ya 48 ya mwisho kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Hii ni baada ya kuitandika Bolivia 2-1. Wamesubiri zaidi ya miaka 40 kabla kufuzu tena. Pengine ni moja ya timu ambazo tutazame muendelezo wao zitakapofika katika mashindano haya. Kuna baadhi ya mataifa kila nikiuliza kuyazungumzia huwa napata ile kauli inasema kwamba ule ubunifu wa mtu unatokana na wakati amebanwa, hana mlango wa kutokea, ndio atatafuta ubunifu wa kutoka. Wezi angalie nchi kama Iraq na hali ilivyo, misukosuko ya huko kwao, vita. Jamhuri ya Kongo yenyewe pia tumeizungumzia, angalia na misukosuko na vurumai, lakini wanapenya kwenye kombe la dunia. Na hata Iran, alimradi wao wamefuzu kwa kombe la dunia, wanakwenda sherehe Marekani, Mexico na Canada, na kitakachofanyika kule mbele watasema ya Allah iwe kheri inshallah. Ya Allah iwe kheri inshallah, amesema hivyo mchambuzi wa michezo Hassan Ali alipozungumza na mwenzangu Samu Njama kuhusiana na kufuzu kwa timu ya taifa ya Congo the Leopards katika michuano ya kombe la dunia inayofanyika mwaka huu kule nchini Marekani, Mexico na Canada. Tatu, mambo vipi? Mambo poa sana Sule. Uko vizuri? Nashukuru. Muda wa kuvuma huu na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mengi bado yazungumziwa kuhusiana na ushindi wa Kongo, sherehe bado watu kule bado hawaamini baada ya miaka 52. Hata sisi pia tumo tunahesabika. Na serikali nchini humo Suleiman imetangaza sikukuu ya kitaifa baada ya timu hiyo tujuavyo taifa ya kitaifa the Leopards kufuzu kwa michuano ya kombe la dunia. Ikumbuke kwamba hii ni mara ya kwanza katika miaka 52. Mimi nilikuwa sijazaliwa, bila shaka na ulikuwa hujazaliwa. Kipindi hicho inafahamika kama Zaire. Sasa Wizara ya Leba na Ajira nchini humo imesema kwamba kutokana na matokeo ya timu hiyo ambayo imeitaja kuwa ya kihistoria, taifa hilo linapaswa kuwa na muda vizuri sana kuweza kusherehekea kwa umoja fahari hiyo ya kitaifa. Hata kama mimi ningekuwa kiongozi wa Kongo kwa mfano, kufuzu kombe la dunia, manake mimi pia ningepata siku 2. Ili washangilie zaidi, manake wenyewe ni hatua kubwa sana. Kama pia taifa lao tukilia sikukuu kama hii ya Kikristo ya Pasaka inayokuja Ijumaa Kuu, wengine uchanganya mpaka Jumamosi, Jumapili ambayo ndio siku ya Pasaka, na Jumatatu, inakuwa wiki nzima ya sherehe. Furaha moja kwa moja. Naam. Sasa Akambi anasema sikukuu hiyo ilipaswa kutangazwa kwa Afrika nzima, sio Kongo peke yake. Maana Kongo ni fahari ya Afrika katika michuano hii. Manake Nigeria watasema vipi hapo? Manake Nigeria walikuwa
piga madongo sana Wakongomani. Sidhani kama wangekubali swala la Kiafrika. Wayne Armstrong anasema itakuwa vizuri zaidi FIFA wakafanya tiketi kwa za bei nafuu ili mashabiki waweze kuhudhuria michuano hiyo. Na mwingine anasema wengi zaidi, lakini wanaipongeza tu timu hiyo kwa matokeo bora, akisema ni Afrika kwa ujumla, haijalishi ni Afrika ya Kati, Afrika Mashariki pia inafurahia na wengine pia. Tatu, bila shaka Wakongomani wanayo haki ya kufurahia sana kwa sababu yale ambao wanayapitia kila siku na mafanikio kwa kweli. Hata mmoja ameweza kuzungumza hapo akasema angalau tuna sababu leo tumeweza kucheka baada ya vilio vya siku nyingi. Haya, tunaambiwa muda hautoshi, tugeukie maoni 3 na tunaanza katika mtandao wetu wa Facebook. Unaitwa Sharike Bulimwengu, anasema yuko Fizi huko Kongo. Anasema kana hii timu yetu ya taifa Leopard kwa kutenga kwenye finali za kombe la dunia baada ya ushindi wetu dhidi ya Jamaica. Kikubwa ni mje na kombe la dunia nchini Kongo. Lakini Johnson Malongo anasema yuko Igagala Njombe, anasema pongezi kwa DRC kwa kufuzu kombe la dunia. Vincent JJ Kaji anasema kwa kweli ni vyema kuchunguzwa kwa mlipuko huo Burundi ili kujua chanzo ni nini hasa. Mbaga Karima akiwa Mbezi kule anasema wanaoteseka katika vita siku zote ni watu wasiokuwa na hatia, hasa wanawake na watoto. Poleni sana ndugu zetu wa Sudan. Sylvester Francisco Baba Felicia mkazi wa Kakoma Mulebe Tanzania anasema waliohusika na dhuluma za kingono nchini Sudan wachukuliwa hatua za kisheria. Lakini Mama Daniel Wachanika Tanzania anasema ni ukatili mkubwa unaoendelezwa huko Sudani, tena ni ukatili unaotishia maisha ya watu, yani ubinadamu umegeuka kwa unyama. Dunia tunaelekea wapi? Marekani anaanzisha ugomvi kisha anategemea washirika. Safari hii kimewaramba kwa Iran. Huyu ni Wabi Mafia Masanja Kuyanja wa Makuhenga kule, anasema litakuwa jambo jema kama Marekani na Iran watafanya mazungumzo kumaliza mzozo kati yao. Mambo yamevurugika, maisha yamekuwa magumu, mafuta yamepanda bei. Marekani anawaambia wajipambanie kuhusu mafuta. Dunia imevurugika kiufupi, anasema Kalembo Junior. Lakini Mbilizi Atoin anasema tunaenda kwa ajili ya kuhakikisha tunatetea kwa ujasiri Afrika nzima kwa ujumla na kwa upekee. Bila shaka anazungumzia kufuzu kwa timu ya taifa ya Congo the Leopards katika michuano ya kombe la dunia. Zaid Yasri anasema mlipuko Burundi ulikuwa mkubwa sana tena kwa muda mrefu kuanzia saa 12 magharibi hadi saa 9 usiku. Ila ajabu tuko na kilichotokea, lakini pia hakukuwa na vifo wala waliojeruhiwa. Inakawia alikuwa katika eneo la tukio sio. Na Gideon Leonard Lubuye huyu anasema hongera DW Kiswahili kwa habari zenu nzuri. Naipongeza DRC kwa kufuzu kombe la dunia, ndio wakilishi wetu Afrika Mashariki, tutakuwa pamoja nao. Mtu anasema kuna mataifa kwa mfano kama Iraq huko, Iran ambapo kuna msukosuko, Kongo ambapo tunaripoti vita kila siku hapa, wachezaji wao wamefuzu kombe la dunia. Lakini nyinyi Kenya vipi? Mbona kuna vita na mfuzu? Majirani Tanzania vipi? Msikilizaji, tunafikia tamati kwenye matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Suleiman Mwiru kwa niaba ya wenzangu wote nasema shukrani. Tunatana tena mwendo wa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa sasa ni kuachia kibao cha muziki.